Mwanamke mwenye dharau hizi tano kwa wazazi au kwa mzazi hawezi kudumu kwenye ndoa. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mwanamke anapokuwa na dharau hizi tano kwa wazazi au kwa mzazi, huwa ni ngumu sana kuweza kumheshimu mwanaume. Yaani ni ngumu sana kutomheshimu au kutoheshimu wazazi au mzazi, alafu huyo mwanamke akamheshimu mwanaume. Kwa hiyo mwanamke yeyote ambaye ana dharau hizi tano kwa mzazi au kwa wazazi, huwa ni ngumu sana kuweza kudumu kwenye ndoa. Haijalishi utakesha kwenye nyumba za ibada, haijalishi utakesha kwa waganga, hauwezi kudumu kwenye ndoa ikiwa una dharau hizi tano kwa mzazi au wazazi. Dharau ya kwanza kabisa ni dharau ya kuwadharau wazazi kwa sababu ni maskini au una pesa. Hii ni mojawapo ya dharau ambayo kama binti anayo au mwanamke anayo, ni ngumu sana kuweza kudumu kwenye ndoa, kwa sababu lazima hiyo dharau aweze kumfanyia mwanaume kama yeye ana pesa kuliko mume wake. Kwa hiyo kama binti anawadharau wazazi wake kwa sababu yeye ana pesa, basi huwa ni ngumu sana kuweza kudumu kwenye ndoa, kwa kuwa hatamdharau pia mwanaume. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo itafanya binti, kutokana na hii dharau, asiweze kudumu kwenye ndoa. Na pia dharau ya pili ni dharau ya kuwasusia wazazi pale wanapokuwa wamemkaripia ikiwa wamefanya kosa. Ikiwa binti au mwanamke anawasusia wazazi au mzazi pale anapokuwa amefanya kosa akaambiwa, basi hii ni mojawapo ya dharau ambayo itafanya asiweze kudumu kwenye ndoa, kwa sababu mwanaume yeyote ambaye anajijua kama ni mwanaume, mwanamke anapokosea lazima aweze kumwambia. Kwa hiyo kama alikuwa na hiyo tabia ya kuwasusia wazazi wake, hii dharau ya kuwasusia wazazi wake, basi ataifanya kwa mume wake. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo itamfanya mwanamke asiweze kudumu kwenye ndoa. Na pia dharau ya tatu ni dharau ya kutosikiliza kile ambacho anazuiwa na wazazi wake. Mwanamke anapodharau kile ambacho anazuiwa na wazazi wake au mzazi wake, huwa ni ngumu sana kuweza kudumu kwenye ndoa, kwa sababu pia na mwanaume ataweza kumdharau, kutosikiliza kile ambacho anazuiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya kitu ambacho kitafanya mwanamke asiweze kudumu kwenye ndoa kutokana na dharau hii. Na pia dharau ya nne ni dharau ya kujibu majibu ya ovyo ovyo kwa wazazi pale wanapokuwa wanamwelekeza. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo itafanya mwanamke asiweze kudumu kwenye ndoa, kwa sababu kama ataenda kule kwa mwanaume na yeye atakuwa anamjibu vile vile, kwa sababu kama ameweza kuwadharau wazazi wake kwa kuwajibu ovyo ovyo, basi hata mwanaume atakuwa anamjibu ovyo ovyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua hilo. Na pia dharau nyingine ya mwisho kabisa ni dharau ya kutotaka mama au baba au mlezi asiweze kuingilia mambo yake. Hata kama anafanya tabia, hata kama anatembea na watu ambao yani hata